Baada ya kutokea ile ajali, niliona kama vile ni kitu cha kawaida tu, ni kitu cha kawaida. Kwa hata nikaendelea na safari yangu nikijua ni kitu cha kawaida, lakini baadaye nilipotambua kwamba sio hali ya kawaida. Baada ya simu kuwa nyingi sana kuniulizia unaendeleaje, umepona kweli, wewe ni mzima. Kila mmoja ananipigia simu, kuanzia bosi wangu na wafanyakazi wenzangu, huwa wananiulizia wote wakiwa na mashaka na hofu, wakiamini kwamba pengine hali yangu ni mbaya sana au nimepoteza maisha kabisa. Ilikuwa siku moja tunatoka site naenda likizo kurudi nyumbani, tulikuwa tunatumia gari ya site, gari ya kazi. So bahati mbaya gari kapata ajali njiani. Ilipopata ajali, tunashukuru Mungu kwamba hakuna ambaye alikufa. Wote tulikuwa wazima, lakini ilikuwa ni majeraha tu, wengine miguu, wengine mikono, wengine shingo imevimba. Kwa maeneo tofauti tofauti watu wameumia. Bahati nzuri kapatikana gari nyingine ya site ambayo ilikuwa inatoka mjini kuelekea site, ikawa imewabeba wenzangu. Ilivyowabeba wenzangu na gari ile nyingine ikawa imekokotwa ambayo ilikuwa imepata ajali. So mimi nikawa nimepata neema ya kuendelea na safari ambako nilikuwa naelekea nyumbani. Baada ya muda mfupi nikaanza kupigiwa simu na bosi wangu, anauliza mara tatu kwamba je, ni kweli wewe ni mzima? Unaona? Na baadhi ya wafanyakazi wenzangu, bosi wangu alikuwa ni Mhindi, na baadhi ya wafanyakazi wenzangu pia wakawa wananipigia simu, wasema wewe kweli umepona? Nikauliza vipi? Wasema tunashangaa kwa sababu hawa wameumia, sehemu ambazo walikuwa wamekaa ni sehemu ambazo hazijaathirika sana, lakini wewe ambaye ulikuwa umekaa eneo ambalo gari limebonyea zaidi kwa upande wa juu, limeshtuka kabisa, limebonyea kabisa na kioo kimevunjika vibaya, wewe ndo unasema mzima, kati hawa waliokaa sehemu ambazo hazijaathirika sana wao wameumia. Maana yake sisi tulikuwa tunategemea wewe umekufa. Ndio kitu ambacho wakawa wanasema hivyo, kwamba walikuwa wanadhania mimi pengine nimekufa au hali yangu ni mbaya kutokana na namna ambavyo sehemu ambayo nilikuwa nimekaa ilivyokuwa imebonyea. Kwa wao wenyewe walikuwa haiji akilini kwamba je, amewezaje kupona huyu ikiwa waliokaa sehemu ambazo hazijaathirika sana wamepona. Kwa ile ikaanza kunitafakarisha kuona kwamba kumbe ile ilikuwa sio hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida. Maana sikuumia zaidi ya ukatwa tu na kioo kwenye eneo hili hapa ndo nilikatwa na kioo, na nadhani pia kwa sababu ya matibabu ya kufanyika vizuri, kuna baadhi ya vioo vilibakia huko ndani, kwa kuna hali ya kuwasha tu muda fulani na hali kama hii hapa. Lakini ni eneo hilo tu ambalo niliumia, lakini sikuumia kichwa wala nini. Na wengine wakawa na hofu wakizani kwamba labda nitakuwa na maumivu ya ndani kwa ndani, pengine kwenye kichwa au sehemu yote ile, lakini kwa wakati huo hayajaonekana, anaweza kaanza kuniaffect baadaye. Lakini mpaka masaa naenda, siku zinaenda, hakuna maumivu wala hakuna shida yoyote ile. Ndipo nilipotambua kwamba yuko Mungu ambaye anaweza kuokoa. Yuko Mungu ambaye ndio huwa anatuokoa, sio sisi. Ni kweli sisi watu tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira ya kuwa salama, kukwepa ajali, kukwepa mabaya, lakini mlinzi wetu na mwokozi wetu mkuu ni Mungu mwenyewe. Mungu ndio anayetuokoa, kwa sababu kuna mambo mengine yanapita fahamu zetu, yanapita akili zetu, yanapita uelewa wetu na nguvu zetu na uweza wetu. Kiasi kwamba ukipiga hesabu zinagoma kabisa kwamba umewezaje kupona hapa, unaona kabisa kwamba ni Mungu. Na pia nimekuwa experience nikikumbuka pia kuna baadhi ya matukio ambayo yamewahi kunitokea barabarani, kupishana na magari makubwa. Naweza nikapishana na gari au pikipiki kwenye distance ambayo nikipiga hesabu naona kabisa eneo ambalo gari limepita ndio ambalo mimi nilikuwa nimekaa. Kwa hapa itakiwa nigongwe na gari, kwa nini sijagongwa? Naanza kuona kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho hakionekani kwa macho ya damu na nyama. Maana yake yuko Mungu ambaye ameniokoa, Mungu ambaye amenisaidia. Unajua haya maisha, kuna wakati unaweza kaingia barabarani una mawazo, una stress, yani akili yako maisha namna ambavyo anakuendesha, alafu unaweza washangaa kwamba unanusurika na ajali hata huelewi. Yani unashangaa tu gari imekupita hata huelewi imekupitaje. Yote hiyo inatuonyesha kwamba Mungu ndiye ambaye anatulinda sisi. Hatujilindi sisi. Yani sisi hata kama tuna play part yetu, lakini Mungu ndiye mlinzi wetu mkuu kabisa.